Karibu sana, huu ni mshike viwanjani. Mimi ni Saidi Saleh wa Msomi. Baada ya ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Namungo Football Club katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uwanja Benjamin Mkapa, wachezaji wa timu ya Simba Sports Club wamepewa mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na mazoezi Jumatatu ijayo, wakiwa na kocha mkuu mpya ambapo klabu itatangaza jina lake muda wowote kutoka sasa. Kwa sasa Simba Sports Club ipo chini ya kocha msaidizi Selemani Abdallah Matola, zamani tukimfahamu kama Juan Sebastian Veron, ambaye anakaimu nafasi ya kocha mkuu aliondoka Fadhurrahman Davis. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali amesema sababu ya mapumziko kwa wachezaji ni kupisha kalenda ya FIFA, na Jumatatu atarejea kambini kujiandaa na mchezo wa raundi ya pili ya Liga Mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya kutoka nchini Eswatini. Tunakwenda break ya FIFA, na wapo wachezaji wetu ambao wamejumuishwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania na timu nyingine. Tunategemea vile vile majina yao yatakuja ili waende kuzitumikia timu zao za taifa. Tuna takriban wiki mbili kuanzia hivi sasa, lakini wachezaji wetu tumewapa mapumziko mafupi. Jumatatu tunarejea rasmi mazoezini kwa ajili ya kuanza maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Tutakaporejea yani mara baada ya break ya FIFA kumalizika tarehe 14 kama sijakosea, tarehe 17 au 18 tuna mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kwamba vijana watapumzika kidogo kwa wale ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa. Baada ya hapo tutarejea Jumatatu, tutaanza maandalizi. Watakaporejea wale ambao wapo kwenye timu za taifa wataungana na hawa safari kuelekea Eswatini kwenda kuwakabili Nsingizini. Na tutakaporejea Jumatatu inshallah kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi, tutarejea tukiwa kamili gado, kwa maana tukiwa na kocha mkuu mpya wa Simba Sports, kocha wa magoli kipa wa Simba Sports Club, pamoja na wataalamu wengine wa benchi la ufundi ambao wameondoka kuelekea sehemu nyingine. Kwa Jumatatu kila kitu kwenye technical bench kitakuwa kimekamilika. Kocha mpya wa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, na inawezekana maswali yakawa ni mengi, ni nani ataweza kurithi nafasi ya Fadhurrahman Davis. Tusalie bado katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo klabu ya Simba imetoa tathmini ya mechi zake mbili za ligi kuu ya NBC walizocheza dhidi ya Fountain Gate Football Club na Namungo Football Club the Southern Killers, ikisema kiwango cha timu kimepanda kwa hivi sasa. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali amesema kuwa kuna mabadiliko makubwa kati ya mechi ya kwanza na ile ya pili, na wachezaji wanaonekana kuimarika zaidi. Tumecheza michezo miwili dhidi ya Fountain Gate na dhidi ya Namungo Football Club. Pamoja na kwamba michezo yote miwili tumepata ushindi wa kufanana wa magoli 3-3, lakini mechi ya Fountain Gate na mechi ya Namungo imekuwa na utofauti mkubwa. Mechi na Fountain Gate pamoja na kushinda magoli 3, lakini ukitazama mechi ile na ukiangalia aina mpinzani ambaye tumecheza naye, unaona tulistahili kupata ushindi zaidi ya magoli 3 ambao tumeyapata. Maana yake ni kwamba timu yetu haikufanya vya kutosha katika mchezo dhidi ya Fountain Gate. Yani tungeweza kupata ushindi mkubwa zaidi kuliko ule ambao tumeupata. Ukija kuiangalia mechi ya Namungo, tumepata ushindi wa magoli 3. Hata kama tungepata ushindi wa magoli 2, lakini ungehesabika kuwa ni ushindi mnono, kwa sababu timu imefanya kila kitu kizuri katika mchezo ule. Tathmini yetu ni kwamba kumekuwa na improvement kubwa kutoka mechi ya kwanza ya Fountain ambayo haikuwa ya kuridhisha sana in terms of performance, na mechi ya pili dhidi ya Namungo ambayo imekuwa ya kuridhisha kwa maana ya kiwango kimeonekana, ubora umeonekana, pace ya wachezaji imeonekana, kasi imeonekana, pressure ya wachezaji kutafuta goli imeonekana, uwezo wa wachezaji kucheza kwa dakika zote 90 imeonekana. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba timu yetu imeongezeka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
Tambo lazima ziwepo, na hususan wakiwa wapo juu kileleni. Baridi limeanza kuwa kali kidogo. Katika hatua nyingine, Ahmed Ali amesema wachezaji Mohamed Bajabel, Musa Pimpin Kamara na Abdurazak Hamza Spia Junior bado ni majeruhi na hali zao zinaendelea kuimarika, huku wengine waliosalia wakiwa sawasawa kwa wakati huu. Tunaendelea kukosa huduma za wachezaji wetu watatu, Musa Kamara, Mohamed Bajaber pamoja na Abdurazak Hamza. Lakini taarifa njema kutoka kwenye jopo la madaktari wa Simba ni kwamba Mohamed Bajaber anarejea rasmi mwezi wa 10 huu. Kwa hiyo timu itakaporejea kambini Jumatatu, Bajaber atakuwa sehemu ya wachezaji ambao wataanza training fully kwa ajili ya kuanza maandalizi ya kuelekea mechi ambazo zinakuja mbele. Kwa upande wa Musa Kamara, amepatiwa matibabu, aliumia goti kwenye mechi dhidi ya Gaborone. Hakuumia sana, amepatiwa matibabu, lakini madaktari walishauri ya kwamba mechi na Namungo apumzike ili aweze kurecover moja kwa moja. Kwa hiyo tutakapoanza maandalizi ama mazoezi, na yeye atarejea uwanjani Jumatatu kwa ajili ya kuanza mazoezi. Abdurazak Hamza, yeye taarifa madaktari ni kwamba atakaa nje kwa muda wa wiki 8 na tayari ameshakaa wiki 2. Kwa hiyo bado ana wiki 6 za kuendelea kujitibu na kujiuguza na kupumzika. Tunamtegemea Abdurazak mwezi wa 12 tukiwa hai ndipo atarejea tena uwanjani kuanza kuitumikia Simba yake. Lakini wengine wote waliosalia wako sawa sawa. Hata mechi ya jana tumeiona wachezaji wamecheza dakika zote 90, hakuna ambaye amepata majeraha ya aina yote. Tuwageukie mashabiki wa Simba, ambapo baadhi ya mashabiki maarufu wa timu ya Simba Sports Club jijini Dar es Salaam wameonyesha kufurahishwa na kiwango cha timu yao, huku wakiomba uongozi kuwaletea kocha mpya ili kuzidi kufanya vizuri zaidi katika michezo inayokuja. Timu yetu inakwenda vizuri mpaka sasa hivi. Tushashinda mechi 2, tuna point 6, tuna goli 6 na hatujaruhusu goli. Kwa ukiangalia performance ya timu yetu, ukianza na mechi ya kwanza tuliocheza, tulishinda 3-0. Performance ilikuwa sio ya kivile, ilikuwa ya kati kwa kati, kwa sababu unaweza ukashinda na performance ikawa ya hali ya juu, lakini unaweza ukapata matokeo lakini performance ikawa nini, ikawa chini. Lakini mechi ya pili ambayo tumecheza jana na timu ya Namungo, jana timu ilionyesha kabisa kwamba timu ina uhai wa kiasi gani. Jana wachezaji wamejituma, wamepambania timu, yani wametekeleza vile vitu vitatu vinavyohitajika katika mpira, yani commitment, space pamoja na time. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi zetu zimepita salama. Nadhani tumecheza mechi ya kwanza dhidi ya Fountain, lakini mechi ya pili tumecheza jana dhidi ya Namungo, hatujapata majeraha. Sijaona kama kuna mchezaji amepata majeraha, lakini furaha zaidi tumerudisha morali ya kwenye ligi, sababu unapoanza kwa kupata matokeo, na maana unaona kabisa mwanzo unakuwa mzuri. Kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa sababu tuna point 6 na point 6. Kwa hiyo mimi niseme nachosi wana Simba wote tu support timu yetu, na tuwaambie viongozi na wachezaji wetu wajue thamani yetu na sisi mashabiki, sababu tumevumilia kipindi cha shida huko nyuma, lakini sasa hivi tunasema kama mashabiki tumerudisha nguvu yote kuhakikisha tunasupport timu yetu kwa nguvu zetu, na wao ile support na kuja uwanjani na wapambane, na tumeona kweli vijana wanapambana. Mwaka huu nadhani Mwenyezi Mungu atasaidia, tutafanya vizuri. Tumeanza ligi mechi ya pili tayari tuna goli 6 na pointi 6. Ukiangalia Afrika Mashariki na Kati, duniani kwa ujumla, hakuna timu ya aina yoyote ambaye imefanikiwa kupata hivyo, yani michezo miwili tu ya mwanzoni upate pointi 6 katika michezo miwili na magoli 6. Kwa hiyo jambo la faraja, jambo la heri. Na ukiangalia tunacheza tukiwa hatuna technical bench kwa ujumla. Sasa ukiangalia mwalimu mkuu pamoja na wengine sana pale pana Matola, kwa mfano kama jana tumeona mechi ya jana. Kwa mara ya kwanza mimi ndo nimeona timu yangu imerudi upya, la nimeona lile pila langu, pila biliani, pila ile mendekodiko, minyama mingi, na hata maneno yangu yale naosemaga kwamba Simba sio kuku, Simba nyatiwi, ndo nimeona jana. Kwa kweli performance imenishtua sana, tumepiga mpira mkubwa sana, mpira wa kumwaika, mipasi ni kwa na hesabu mpaka naona maruweruwe kwa kweli. Tulipotoka na tunapoelekea kidogo kuna progress. Maana kuna kitu kinaitwa achievement na progress. Achievement ni mafanikio, progress ni mwendelezo kutoka chini kwenda juu. Ni ukweli usiofichika kwamba
tulianza kwenye tempa ya hali ya chini kabisa. Kwa timu ilikuwa ni kwamba tunasema pattern zile zilikuwa bado hazijaweza kuunganika vizuri. Game ya kwanza unaona timu inashinda, lakini bado pattern zile hazijaingia jinsi ambavyo inapopaswa, na hiyo inatokana na baada ya kocha kuondoka, tuliona kuna wachezaji kadhaa kama Karabu Shamu, Jonathan Soa, the same, walisema kwamba baada ya kocha kuondoka kidogo kuna muunganiko fulani tunafanya nini, tunaukosa. Lakini jana tumepata mchezo mwingine, bado pale timu ambayo tunaitaka bado haijafikia, lakini ile progress inaenda inaongezeka, kwa maana kwamba game iliyopita na game hii ya jana kuna mafanikio fulani, kuna progress fulani ambayo timu inapiga hatua, kwa maana game ijayo tutapata tena ladha nzuri kutokana na game ambayo iliyopita. Kwa hiyo unaona Simba sasa hivi ni kwamba game ya kwanza, game ya pili, game ya tatu ni vitu ambavyo vinaenda vina change. Kwa hiyo kikubwa kama kawaida ambalo ninazidi kuwashauri viongozi wangu, tutafute kocha haraka iwezekanavyo, kwa sababu tunapoelekea, nadhani uliona mechi ya kimataifa jinsi ilivyokuwa, yani kwamba kuna kitu fulani tunamiss, timu inafuzu lakini unashikilia roho, lakini baada ya hapo nadhani akipatikana kocha tunaweza tukapata ule muunganiko ambao tuliokuwa tuna uhitaji, ndugu yangu. Mashabiki wakiweza kuzungumza kuhusiana na tathmini ya kina kuhusiana na timu yao, lakini kwa wakati huu hapa ni wasaa wa kuweza kuungana na mchambuzi wangu Andrew Kinga Mkono kuweza kujadiliana naye hapa masuala mawili matatu. Kinga Mkono, vipi? Safi kaka Saidi. Buheri wa afya? Mzima kabisa. Simba wanatamba na alama zao 6 kibindoni, lakini jambo la kocha bado linaumiza kichwa, na uongozi tayari umesema kwamba wiki ijayo tutampata kocha mpya ndani ya kikosi cha Simba wekundu wa Msimbazi. Kwanza kwa mashabiki na mtu yote ambaye anapenda mpira, timu ikishinda nabii kwanza mjivunie kwamba timu yetu pamoja na mazingira yote tunayopitia bado tunapata ushindi. Mechi 2, goli 6, tena hamjaruhusu goli. Haijalishi ni mpinzani wa aina gani, ana nguvu kiasi gani, ana uwezo kiasi gani, lakini nyinyi mmeshinda. Kwanza kama mashabiki lazima wafurahie. Kwa hiyo na mashabiki wa Simba wana haki ya kutamba. Lakini kama wote unawasikia pamoja na Ahmed Ally wanalia kwamba issue ni kocha, kwamba timu inashinda lakini wana wachezaji hawana timu. Unajua kuna watu wanaweza kuwa na kundi la wachezaji lakini una timu, kwa sababu timu inacheza yenyewe. Kwa hiyo unataka kocha aje atengeneze sasa timu ambayo itakuwa inacheza vile ule mpira ambao watu wanautaka, na Simba ikaonyesha ule ubora wake ambao wanaotegemea. Ni kocha aina gani ambaye anahitajika ndani ya Simba? Ukitazama kwa jinsi ambavyo makocha wakubwa wamepita ndani ya kikosi cha Simba, daraja ambalo wameliweka pia ndani ya kikosi cha Simba, kwa sasa Simba wanahitaji kocha wa aina gani? Kwanza wanamhitaji kocha ambaye atakuja kuitengeneza timu ikarudi kwa timu ile ambayo anaitaka, timu ambayo itaweza kucheza dakika zote 90. Kwa msimu uliopita Simba ilikuwa inacheza, inalaumiwa sana, inacheza kwa nusu na dakika 60 mpaka 70. Baada hapo timu inaonekana inapoteza mwelekeo. Kwa hiyo wanataka kocha ambaye atarudisha kwenye ule ubora wao ambao Simba ipo, kwamba kikosi kitakuwa bora dakika zote 90, ikaonyesha uwezo wake. Kingine, kocha ambaye ataweza kuwafanya wachezaji wote wajisikie kwamba wana wajibu kwa timu. Unajua kuna wakati mwingine wachezaji wanapoteza morali kwa sababu ya kocha tu. Kocha bwana hatumuelewi. Kocha Kinga Mkono. Yani ana viwango vyetu. Kwa hiyo nataka kocha ambaye atakuwa na viwango vya Simba ambavyo wakikaa wakimtazama hivi wanasema yes, huyu kocha ana kitu kwenye Simba, na wao wana Simba watakuwa wanakubali kwamba huyu kocha ni kweli ni bora. Kwa hiyo wanaamini katika hilo. Andrew Kinga Mkono, mchambuzi wangu hapa. Kumbuka huu ni mshike viwanjani. Bibi ni Saidi Salim Msobe. Na tukisalia hapo Kinga Mkono, tukimulika wekundu wa Msimbazi Simba, alama 3 imeweza kutuliza kidogo hali ambavyo ilivyo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Nafasi ya wazao unaionaje? Kwa uwepo wa Matola, nafasi ya wazao ilikuwa ni kubwa, kwa sababu Matola naye ni muumini wa wachezaji wa nyumbani, na uliona nafasi zao aliwapa na wengi ambao walikuwepo, akawapa nafasi ya kucheza, na wameonyesha kina Mligo wameonyesha nafasi nzuri, kina Morris Abraham wameonyesha kiwango kizuri, amepewa nafasi, ameonyesha. Shomari Kapombe kapteni, na muonea huruma sana yeye kwa sababu hajapumzika toka mwezi wa 7, hajapata nafasi ya kupumzika. Abdallah Matora, yes. Kapombe ni mtu ambaye ana msimu akimaliza vizuri,
Wanasimba watabidi wamtafutie zawadi ya pekee kwa sababu ni mchezaji ambaye amecheza toka msimu uliopita mpaka msimu huu. Kwa hiyo naye ameonyesha kiwango chake. Nadhani bado wana nafasi wachezaji wa Kitanzania. Bado sijamuona Kibu katika ubora wake. Kwa hiyo nahitaji kumuona Kibu naye akirudi katika kiwango kile ambacho kinastahili kuwepo pale. Aonyeshe kwa nini anapaswa kuanza kwenye timu ile. Kwa hiyo wachezaji wa Kitanzania bado wana nafasi kubwa na kocha Matola aliwaamini. Kocha atakayekuja je, atawapa nafasi? Hiyo ni jambo jingine. Kwa hiyo ni wao kuonyesha kiwango cha mazoezi, kuonyesha wana Simba kwamba sisi ni wachezaji wa Tanzania, tuna nafasi zidi ya wachezaji wa kigeni ambao wamekuja. Wengi wa kigeni wamekuja pale, wanaonyesha na wao uwezo wao. Majabele anasemekana atarudi kwenye dirisha baada ya mapumziko haya, timu za taifa atakuwa kwenye kosi. Kwa hiyo kuna mtu ina maana namba yake anakwenda kuhatarishwa. Kina Kagoma, kina Morris Abraham. Kwa hiyo na wenyewe wanabidi wajiandae kama kuna mtu mwingine anakuja hapo kwenye nafasi ya kiungo. Kwa hiyo hilo ni jambo changamoto nyingine ambao wanakutana nayo viungo wa Tanzania na wachezaji wa Tanzania. Fununu ushazisikia? Fununu sijazipata, lakini ndo na pekua. Unajua mambo haya ni mazito sana. Kwa hiyo fununu bado sijazipata, ndo na mimi napekua. Nikajua labda uwezi jua pale katika jina zile za Kikachelo. Za Abisai. Sawa, tuangazie Kinga Mkono, tuangazie maoni mtandaoni katika swali ambalo tumeweza kuwawekea katika mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na ujio wa kocha mpya wa Simba, ambapo swali letu nasema Simba Sports Club kumtangaza kocha mpya muda wowote na ataanza kazi Jumatatu wiki ijayo. Una ushauri aanze kurekebisha nini? Na haya hapa ni majibu yenu ambayo mmeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu za mitandao mbalimbali. Upande wa Instagram, Elias Isaya Gongo anasema wachezaji wazuri sana wapo Simba, kocha mpya aanze na kutafuta first 11 na kuangalia fitness ya wachezaji wetu, Simba nguvu moja. Timothy Mbuguni umeandika aanze kushughulikia muunganiko kati ya safu ya kiungo na ushambuliaji. Washambuliaji hawapati huduma stahiki kutoka kwa viungo. Wakati Dula B umeandika hakikisha yule kocha wa jirani asiyecheka aliye kabisa. Ni utani ambao upo katika mitandao ya kijamii. Hapa ni kwa upande wa Instagram, lakini Facebook Mwalimu Mantisa anasema mimi nashauri afanyie kazi spidi ya uchezaji kwa wachezaji kuelekea goli la mpinzani. Mfano spidi ya Mutale, Budo naipenda sana. Wachezaji wote wakiwa hivyo itakuwa njema zaidi. Kingine kufunga magoli mengi inapotokea nafasi. Wakati Mayunga Mzinza amesema natamani aanze kurekebisha eneo la umaliziaji na kujaribu kumwamini kila mchezaji kwa namba yake. Hii italeta ushindani wa namba. Wakati Musa Daudi amesema nashauri kwanza wachezaji wake wasicheze kama hawataki, maana tumechoka. Tunataka mchaka. Tumechoka kusemwa, aipambanie timu. Mchaka chinja nakumbusha asubuhi kabisa wakati wa shuleni. Maoni ni umaliziaji, safu ya kiungo, safu ya ulinzi haijaguswa wala golini. Kwa sababu safu ya ulinzi imekuwa bora na yani kuanzia namba 5 kushuka chini wamekuwa vizuri sana na golikipa wao. Kingine ni safu ya kiungo na ushambuliaji. Simba inashambulia kwa spidi ndogo na ndio changamoto yao kubwa. Wanashindwa kutumia nafasi. Lakini mimi kwangu kwa kocha anayekuja, la muhimu amalize uteja kwa wapinzani wao. Yake hiko ndio kilio cha wana Simba. Mechi 5-6 mfululizo wamepoteza zaidi ya watani zao. Kwa hiyo kocha mpya atakayekuja, moja ya changamoto ambayo Fadlu amekutana nayo na labda inawezekana imechangia kuondoka kwake mapema ni kile kipigo cha mwisho alichokipata pale kwenye mechi ya Ngao ya Jamii. Kwa hiyo wana Simba wanahitaji kocha ambaye atawapatia matokeo na kuwafurahisha zidi ya watani zao. Kama bwana mmoja alivyosema kwamba yule bwana aliye. Kwa hiyo nadhani hicho ndio wana Simba wanataka kocha ambaye ataletea jambo hilo. Hilo halina ubishi. Kocha aje afanye vyote, awape kombe la Ligi ya Mabingwa, lakini akifungwa na mtani shughuli itakuwa ngumu. Shukrani sana Andrew Kinga Mkono kwa wakati huu. Tutaungana naye baadaye pia. Hamna shaka. Shukrani sana Andrew Kinga Mkono. Tuangazie taarifa nyingine kwa wakati huu, ambapo kufuatia mjadala unaoendelea kwa sasa juu ya ufanisi wa kocha wa Yanga Romain Folz, wanachama na waandamizi wa timu hiyo wamewataka wenzao kutulia na kuweza kuunga mkono timu hiyo kwa sasa. Nimefika katika makao makuu ya klabu ya soka ya Yanga. Hii ni klabu yenye wapenzi na mashabiki wengi, lakini mjadala uliopo hivi sasa ni namna ambavyo mwenendo mzima wa klabu hii, huku baadhi ya wanachama, wapenzi na mashabiki wakidai kwamba kiwango ama uwezo wa kocha mkuu wa timu hii Romain Folz hakiridhishi. Sasa nimefika hapa ili kuja kuzungumza na wanachama nguli na wakongwe wa klabu hii. Je, wenyewe wana maoni gani kuhusiana na hilo? Nataka niongee na wana Yanga kwa yale yaliyojiri Mbeya. Kauli walizotoa sio sahihi. Moja, sio kauli za kiungwana. Hii klabu ina uongozi uliokamilika. Tuna rais, tuna makamu, tuna kamati ya utendaji. Lakini tukija kwenye utawala tuna CEO na tuna kurugenzi mbalimbali.
kitendo wao cha kusema Wazalani kwamba hatumtaki kocha, hawana sababu za msingi walizozitoa. Hatumtaki kocha huyu tumekaa naye muda upi na imeharibu nini? Kwa sababu mpaka sasa ukimfanyia tathmini goli moja na goli tulijifunga wenyewe, na wakati huo timu anakwenda nayo Rwanda alikuwa nayo wiki moja, na kwa bahati mbaya au bahati nzuri wachezaji wote wale muhimu ambao wao na wapenzi wao walikuwa timu za taifa, na kuna wengine hawa wageni pia waliitwa kwao, hajapata muda kutengeneza kikosi. Lakini kuna mtu atoka Wazalani kwamba sio mpira hatuoni. Siku zote mtu anokula lengo kwanza ni kushiba, si kusivia kwamba biriani hii imekolea mafuta mengi. Kama utabaki na njaa hamna kitu. Tumepata matokeo. Yeye mwalimu ana benchi lake la ufundi, na bado tumeajiri mkurugenzi wa ufundi ambaye yule ndio tutakuwa top. Yeye anajua kumshauri mwalimu nini, sio sisi watazamaji kwa kutoka sehemu kocha kutokuwa tunakosea. Tusiingizwe katika mfumo au mtego tunategewa bila kutujua, tunacheza ngoma bila kupigiwa. Tumpe muda. Kocha hajafanya vibaya kwa sababu tumecheza mechi mbili, ameshinda mechi moja, ametoka suluhu mechi moja. Kwa hiyo 90% amefanya vizuri. Matokeo ya sare ni ya kawaida kwenye mpira, na tunaweza kumhukumu kocha iwapo tu matokeo labda angekuwa amefungwa, lakini kwa mechi mbili mimi naona bado ni mapema sana. Bado kocha anastahili kupewa muda, na mimi nadhani mambo yatabadilika. Bila shaka umewasikia wanachama ama wenye Yanga yao, na wameweza kuzungumza na kutoa maoni. Bila shaka kikubwa zaidi ni kumpa fursa kocha ili aweze kuijenga vizuri Yanga. Nikiripoti kutoka makao makuu ya klabu ya soka ya Yanga, Hassan Mvula, Azam Sports. Baadhi ya wanachama wa Young Africans wametoa tathmini ya mechi zao mbili za ligi kuu ya NBC dhidi ya Pamba Jiji Football Club wanakawekamo, Wanatipili Ndanda na Mbeya City wanakoma kumwanya, ambazo walipata ushindi mara moja na kupata sare. Mwenendo wa ligi uko vizuri na nimeona timu nyingi zimesajili. Kila timu imejaribu kuleta professional, lakini ndio maana unakuta hata Yanga au Simba wanavyocheza wanawapa kidogo wakati mgumu. Sio kama miaka miwili tulozoea kwamba unakutana timu inakuwa nyepesi unafunga tu. Sasa hivi kidogo unapokwenda kucheza na timu japo Mbeya City, Sui Pamba nani unawafunga, lakini kidogo mpira unakuwa tough. Ni mapema, lakini siku zote mzunguko wa ligi ukiisha lazima uwe na tathmini yake. Kucheza sasa Yanga wamecheza mechi mbili wana pointi 4, ni kitu cha kawaida kabisa kwenye ligi. Yani na sio mwanzo mbaya, ni mwanzo mzuri, kwa sababu kama ni kupima tathmini kwa timu unaanza toka imeanza pre-season, inacheza mechi za kirafiki, inacheza mechi ikacheza Mwananchi, ikacheza mechi kule Rwanda, mpaka hapo imefika mechi 11 saa 12 kama sikosei. Na katika hizo mechi zote mwalimu hajapoteza hata mechi moja, na goli za Yanga imeruhusu magoli mawili tu katika hizo mechi 12, imefunga magoli karibu 20 hapo. Kwa hiyo bado kama unapima average bado iko kwenye A tena A+, yani kwamba bado iko vizuri kabisa, yani sio tatizo, kwa sababu ndo kwanza ligi na mechi 30, ndo kwanza tuko mechi ya pili, umepoteza pointi 2 kwa sababu ya draw, tena uwanja wa ugenini wala sio nyumbani. Kwa hiyo bado nafasi ni kubwa sana kwetu, bado naamini tutatetea ubingwa bado. Yani kwa hiyo ni sisi tu kumpa mwalimu muda na kuzoea, kwa sababu sio mwalimu wa kwanza alikuja afu akasuasua hivyo. Nakumbuka hata Gamondi mechi zake nafikiri 5 za kwanza watu kwa nalalamika anapata ushindi 1-0 nini hivyo, ndio ikaanza kuchanganya, yani wote Nabi wote ilikuwa hivyo. Kwa hiyo hata mwalimu huyu naye the same, tumpe muda, tumvumilie. Naamini hatuwezi kufika mechi nyingi, tutaanza kufurahia kile ambacho tutakipata, kwa sababu pia hata shabiki mmoja kumuuliza kwa mwalimu labda afai kwa sababu gani, hamna mtakuwa na jibu, anakuambia tu labda sio mpira mbaya sio nini, lakini timu inapata matokeo. Kwa hiyo kikubwa kwenye timu ni matokeo. Wanasoka wa zamani wa Simba Sports Club na Young Africans Hussein Baro na Willy Mtendawema wamesema ligi kuu ya NBC inazidi kuwa bora kutokana na ushindani mkubwa unaoonyeshwa na timu shiriki kwa wakati huu. Ligi ya msimu huu nadhani inaweza ikawa na mabadiliko sana, kwa sababu naona imeanza na kasi ya juu. Sasa sijui kama kasi hii ambayo ilivyoanza nayo labda itaendelea hivi hivi. Kwa sababu naangalia kila timu hata kama itafungwa ndio itafungwa labda goli 2 goli 3. Tofauti na msimu wa mwaka jana. Kwa msimu huu naona kuna timu nyingi ambazo zinaonekana zimejijenga sana. Sijui labda ni mwanzo wa ligi au labda ndio zitakuwa na muendelezo namna hii. Lakini kwa mwanzo ambao ninaona mimi hakuna ambaye anayekubali kushindwa. Kama ukiangalia Azam anapata sare. Ukiangalia kama Simba anashinda goli 3 lakini sio kilaini. Yanga akapata sare na Mbeya City. Kila mtu ameuangalia mchezo.
sio kusema labda kulikuwa kuna hili kuna lile. Ni mpira ulikuwa ushindani, vute ni kuvute, huku Yanga anashambulia, Mbeya City anashambulia. Nadhani ligi sasa hivi imebadilika kidogo. Ligi imekuwa ngumu kidogo. Yanaona timu nyingi zimejiandaa vizuri tuseme kwa ujumla. Kwa sababu utakuta katika hata kiuchezaji, yani timu zimekuwa zinajiamini zaidi kuliko mwanzoni. Sasa hivi timu zimejitahidi kufanya usajili mzuri. Hata utakuta timu zingine za mikoani zimechukua wachezaji wa nje pia. Kwa hiyo ligi sasa hivi imechangamka. Na sasa hivi yani hawezi ukafikiria nani atakuwa bingwa moja kwa moja katika ligi hii kuliko kama mwaka jana ilivyokuwa. Mwaka jana kidogo ilikuwa mtu unaweza ukafikiria ukasema timu hii kidogo inaweza ikachukua ubingwa, lakini safari hii ngoja tuangalie mbele itakuwaje, kwa sababu sasa hivi mapema uweze ukapata maamuzi ya moja kwa moja. Sawa, tutoke hapo katika ligi kuu ya NBC tuelekee kuiangazia timu ya taifa ya Tanzania. Taifa Stars itaingia kambini Jumamosi Oktoba 4 mwaka huu kujiandaa na mchezo wa kuwania kufuzu kombe dunia mwaka 2026 dhidi ya Zambia Chipolopolo, mchezo utakaochezwa Oktoba 8 mwaka huu kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Ofisa habari na mawasiliano wa TFF Clifford Mario Ndimbo ameeleza ratiba nzima ya Taifa Stars. Wachezaji wataripoti kambini Oktoba 4 hapa Dar es Salaam, ambako tutakuwa na session za siku 2 kabla ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wenyewe. Mchezo unataraji kuchezwa Oktoba 8 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mchezo utachezwa saa 4 za usiku. Bado ni mchezo muhimu kwetu kwa sababu bado tunataka kuendelea kukusanya alama nyingi zaidi katika michezo hiyo ya kufuzu kombe la dunia katika kundi letu. Kwa hiyo tunauendea mchezo huo kwa umuhimu mkubwa kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Wakati huo Tanzania itacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Iran katika mfululizo wa mechi za kalenda ya FIFA Oktoba 14 mwaka huu huko Dubai, Falme za Kiarabu. Mchezo huo dhidi ya Zambia, kikosi kitasalia visiwani Zanzibar na takriban siku 2 baadaye kikosi kitaondoka kuelekea Dubai, ambako tutakuwa tuna mchezo wa kirafiki wa kimataifa kwenye kalenda ya FIFA, mchezo ambao tutacheza dhidi ya Iran. Ni mchezo muhimu ambao utachezwa Oktoba 14. Ukiangalia Iran ni moja kati ya mataifa 21 ambayo yana viwango vya juu kwenye ubora wa FIFA, kwa maana kwenye renki za FIFA Iran ni miongoni mwa mataifa 21. Kwa hiyo utaona ni aina ya mchezo ambao, aina ya mechi ambazo tumekuwa tukizihitaji sana kuzipata na tunaona kwamba tunaendelea kuzipata. Clifford Mario Ndimbo akiweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Kumbuka Taifa Stars itamenyana na Zambia Chipolopolo risasi ya shaba. Mechi ya kwanza tulipata ushindi wa 1-0, bao la nyota wa zamani Waziri Junior Shetembo, Dodoma Jiji, Young Africans pamoja na Azam Football Club. Hali itakuwaje? Tuweze kusubiri katika kisimbuzi chako cha Azam TV utaweza kupata uhondo huu. Lakini tujikumbushe hali tutakuwa nayo baadaye katika mshike. FC Barcelona yanyimwa kibali cha kutumia Camp Nou Ligi ya Mabingwa barani Ulaya. Na bodi ya ligi kuu ya Tanzania yatamani viwanja vingi zaidi kufungwa taa. Ya hayo tutarejea hapo punde kutoka hivi sasa. Huu ni mshike. Mimi ni Saidi Salim Msomi. Tuelekee jijini Mwanza ambapo kikosi cha Pamba Jiji Football Club wanakawekamo kimeweka wazi mpango wake wa kuendelea na maandalizi ya michezo inayofuata ligi kuu ya NBC wakati wa mapumziko kupisha michezo iliyomo katika kalenda ya FIFA. Ofisa habari wa Pamba Jiji Football Club Moses William amesema kikosi hicho kitacheza michezo ya kirafiki huku akiwaomba mashabiki kuendelea kuwaunga mkono. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vyema, na mara baada ya mchezo wetu wa mwisho dhidi ya TRA, mchezo ambao uliisha kwa sare tasa kwa maana ya suluhu, mwalimu Francis Baraza alitoa mapumziko kwa ajili ya wachezaji kidogo wapumzishe akili, na kutokana pia na uchovu ambao tuliupata kwenye michezo yetu miwili ya mwisho kabla pia mchezo wa mwisho dhidi ya TRA United. Hivi ninavyozungumza na wewe ndugu yangu Ino, hapa kunako uwanja wa CCM Kirumba rasmi tumerejea mazoezini kujiandaa na michezo yetu ambayo inafuata.
hatuna sababu hata moja ya kuendelea kukaa nyumbani, hatuna furaha yoyote ya kutufanya tokee nyumbani. Kwa hiyo mwalimu wetu Baraza alitoa tozo hizo siku almost kama 3 kwa ajili ya watu wa refresh, alafu mapambano yaendelee. Kwa hiyo tayari kazi imeanza kuhakikisha tunauendea mchezo ambao unafuata kiratiba, ambao utakuwa ni dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao utachezwa hapa hapa kunako uwanja wa CCM Kirumba. Ni almost tarehe 17 huko, kama mambo mengine hayatatokea. Kimazingira ukiziangalia siku ni nyingi, lakini kwenye mpira wa miguu hizi ni siku chache sana. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho tunaendelea kujiandaa. Mwalimu anaangalia mapungufu ambayo aliyaona kwenye michezo mitatu ambayo imepita, lakini pia kutengeneza mpango kazi kuelekea kwenye michezo ambayo inafuata. Sasa ili aone hayo ambayo mimi nayazungumza, ni lazima pia apate michezo ya kirafiki. Kwa hiyo ni ukweli sisi kama klabu tutakuwa tuna michezo ya kirafiki ya ndani, lakini pia tutakuwa tuna michezo ya kirafiki ya nje. Ofisa mtendaji mkuu wa Mbeya City Ali Nunduma amesema kikosi chao kinaendelea kukaa kambini licha ya ligi kusimama kupisha michezo iliyomo katika kalenda ya kimataifa. Nunduma amesema lengo la timu hiyo kuendelea kukaa kambini ni maandalizi ya mchezo dhidi ya Wanakino Boys KMC utakaopigwa Oktoba 18 katika uwanja KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Unajua, kusimama kwa ligi sio kusimama kwa timu. Sisi principle yetu, timu ikishaingia kambini haina kutoka. Kwa hiyo sisi tupo kambini bado. Na wachezaji na benchi la ufundi wote wataendelea kuwepo kambini, wataendelea kutafuta mechi zingine za kirafiki kwa ajili ya kuendelea kadri programu ya mwalimu itakavyohitaji. Kwa sisi mwalimu anachohitaji programu yake ndicho ambacho tunamtimizia. Kwa maana ya kwamba timu hapa napozungumza na wewe ipo kambini na wanaendelea na mazoezi. Jana zoezi la jana limeisha, tumesahau mechi ya jana, tunaendelea na maandalizi kujiandaa na mechi ya KMC tarehe 18. Bodi ya ligi Tanzania TPLB imetoa tathmini ya michezo mizunguko mitatu ya ligi kuu ya NBC na kubaini changamoto mbalimbali zitakazofanywa kazi ili kuhakikisha msimu huu unakuwa bora zaidi. Fanikiwa kumaliza raundi 3 japo kuna michezo kadhaa haijafanyika, hasa ile ya raundi ya kwanza, lakini inatosha kutupa wakati mzuri wa kufanya tathmini ya kile ambacho kimetokea kwenye michezo iliyofanyika. Kwa hakika tumefanikiwa kuona mambo mengi makubwa na mazuri, ikiwemo hali ya ushindani ambayo hakuna namna unaweza ukashindwa kuielezea kwa uwazi kabisa kwamba ushindani umekuwa mkubwa sana. Tunaona namna ambavyo timu zikiwa nyumbani, zikiwa ugenini, bado zinalazimika kufanya jitihada kubwa ama kutumia nguvu kubwa kupata matokeo. Na hii ni mafanikio kwetu kama waendeshaji, kwa sababu ili upate msimu bora unahitaji kupata mchezo mmoja mmoja ambao ni bora. Mkusanyiko wa michezo bora ndio unatengeneza msimu bora. Hadi kufikia sasa tumeona hali ya ushindani, lakini pia burudani viwanjani imekuwa kiwango cha juu. Eneo lingine ambalo kwa kiasi kikubwa tunaweza tukasema kuna hatua kadhaa mbele ni eneo la miundombinu. Bado hatujafikia kiwango ambacho tunakitaka kwa maana ya masuala mazima ya viwanja, ubora wa viwanja, lakini tumeendelea kupiga hatua. Na ligi inaposimama kama hivi sasa hivi, sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tumekuwa tukifanya jitihada kubwa za kuwasiliana na klabu zetu, kuzishauri nini cha kufanya, especially kwenye masuala ya miundombinu, viwanja, maboresho ya viwanja, na hilo pia tutalifanya safari hii, na tunaamini tutakaporejea basi tutakuwa kwenye viwanja bora. Kwa hiyo kwa kifupi, tumeanza ligi vizuri, na kama tutaendelea hivi basi ile ahadi ambayo tuliitoa mwanzoni kwamba tumejiandaa kupata msimu bora kuliko misimu yote ya ligi kuu tuliyowahi kuishuhudia itakwenda kutimia bila shaka yoyote. Wakati huo bodi ya ligi TPLB imezungumzia changamoto za kimfumo zilizoikumba timu ya Fountain Gate kwa kusema jukumu la usajili ni la timu husika na wao walipokea idadi kamili ya wachezaji, hivyo hakuna kitachozuia ligi kuendelea. Sisi tunachofanya ni kusimamia na kuendesha ligi, na kwamba masuala mazima ya usajili sisi tunapokea orodha ya wachezaji ambao wako approved na TFF kwa ajili ya kutumika kwa michezo ya ligi. Kwa hiyo jambo pekee ambalo sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tunaweza tukalizungumza kuhusiana na swala hilo la Fountain Gate, tutakwambia tu kwamba idadi ya wachezaji wa Fountain Gate ambao tumepatiwa na TFF kama wachezaji ambao wana sifa za kutumika kwa michezo ya ligi
ni idadi ya wachezaji ambayo inatosha kucheza ligi. Kwa hiyo sisi tunaendelea hapo. Changamoto zozote ambazo zipo kwenye masuala ya usajili ziko nje ya mamlaka yetu kama bodi ya ligi kuu Tanzania, na tunaamini TFF pamoja na klabu wanaendelea kutafuta suluhu ya hilo jambo, na kwamba sisi tunaendelea na usimamizi na uendeshaji wa ligi kwa mujibu wa kanuni zetu vile ambavyo zinatuongoza, na hakuna eneo lolote lile ambalo sisi bodi ya ligi kuu Tanzania tunaweza tukaingia moja kwa moja kuzungumzia swala hilo, kwa sababu idadi ya wachezaji wa Fountain Gate kwenye mfumo inaruhusu wao kuendelea kucheza ligi, na ndio sababu unaona tunaendelea kucheza ligi. Kaimu ofisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Tanzania TPLB Ibrahim Mwayela ameomba wamiliki wa viwanja vilivyokidhi kuchezwa ligi kuu ya NBC kufunga taa ili kuruhusu mechi kuchezwa usiku. Mwayela ameyasema hayo ikiwa ni siku moja baada ya uwanja Meja Jenerali Isamuhyo kufungwa taa na jana wenyeji JKT Tanzania kucheza dhidi ya Azam Football Club na kutoka sare ya bao 1-1. Sisi kama wasimamizi na waendeshaji wa ligi kwa maana ya bodi ya ligi, kwanza kabisa tunapenda kuwapongeza wamiliki wa viwanja ambao viwanja vyao vina taa, na hili linasababishia kupunguza mechi nyingi kucheza saa 8. Kwa hiyo sisi kama waendeshaji ni matamanio yetu kwamba ligi ianze kuchezwa kuanzia saa 10, saa 1 mpaka saa 3. Kwa hiyo rai yetu sisi kwa wamiliki wa viwanja pamoja na wadau wengine ni kuomba kwamba watusaidie kwa maana ya kuweka viwanja ambavyo havina taa ili tuweze kupunguza zile mechi za saa 8, kwa sababu mechi za saa 8 wakati mwingine hata kiafya na mazingira yenyewe, kwa sababu ukifanya mechi saa 8 alafu ni siku za kazi, kwa hiyo hata watazamaji kidogo wanaweza kawa wanapungua kwa maana mwitikio. Kwa hiyo tunaendelea kuomba wamiliki ambao wanamiliki vile viwanja pamoja na wadau kuweza kutusaidia ili viwanja vingi viweze kuwa na taa na kuweza kumsaidia sana, kwa sababu mdhamini kwa maana ya mwenye haki ya kuonyesha kwenye television anatamani na ni matamanio kwamba mechi zote zikionyeshwa live, lakini katika muda ambao ni mzuri kwa ajili pia ya wadau ambao ni watazamaji kuweza kuangalia. Hakika burudani tuliipata jana katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, ikiwa ni kwa mara ya kwanza kwa JKT Tanzania kucheza mechi usiku katika uwanja wake nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo dhidi ya Azam Football Club. Ofisa habari wa timu hiyo Masau Kuriga Bwire amesema wanajivunia matengenezo yaliyofanywa na ni fahari kwao kufikia hatua hiyo kubwa ya kimaendeleo. Tumeandika historia katika uwepo wetu na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Ni uwanja ambao kwa sasa ni bora sana katika viwanja vichache vya soka hapa Tanzania vyenye ubora tangu pitch, lakini miundombinu mingine ni Meja Jenerali Isamuhyo. Uwanja huu unapoendelea kuwa bora na kupata heshima na hadhi kitaifa na kimataifa, si tu faida kwa JKT Tanzania bali ni faida kwa nchi kwa ujumla. Kama unavyokumbuka, mashindano ya CHAN yamefanyika na kumalizika hivi karibuni kwa ushirikiano wa nchi 3 kwa maana ya Tanzania, Kenya na Uganda, na sisi hapa tukiosti baadhi ya michezo na Meja Jenerali Isamuhyo ukitumika kama moja ya viwanja vya mazoezi. Waliofanya mazoezi pale ikiwemo Morocco waliupenda na kuufurahia sana uwanja ule kutokana na namna ulivyo. Kwa hiyo ni jambo la kujivuna, ni jambo la heshima. Jambo la kujivuna. Sijashangaa hapo mbona Masau Bwire hana bakora kidogo. Baada ya JKT Queens kuibuka na ubingwa ligi ya wanawake ukanda wa Sekafa, na sasa inaenda kushiriki ligi ya wanawake Afrika, yani CAF Women Champions Tournament 2025 itakayofanyika mwanzoni mwa mwezi Novemba nchini Algeria. Ofisa habari wa timu hiyo Masau Bwire amesema wanataraji kuanza kambi rasmi hivi karibuni, ikiwa ya ndani pamoja na nje ya nchi kwa ajili ya kujifua kuelekea katika mashindano hayo. Tumejiandaa, tumejipanga na uwezo upo wa kutufikisha katika mafanikio hayo. Kwa maana hiyo, ili kuhakikisha kwamba tunafanya vyema mashindano hayo, tunakuja na kikombe cha ubingwa kwa mapenzi ya Mungu na uwezo tulionao, tutaanza kambi rasmi, kambi ya ndani tarehe 4
ya mwezi huu wa 10 mpaka tarehe 12. Baada ya hapo tutakuwa na kambi nje ya nchi ambayo hii tutaianza tarehe 12 mpaka tarehe 20. Na baada ya hapo tutarudi kwa ajili ya maandalizi ya mashindano haya na mashindano mengine yatakayokuwepo mbele yetu. Kizingatia kwamba hapa katikati kuna mashindano ya timu ya taifa ambayo inaundwa pia na wachezaji wengi wa JKT Tanzania. Kambi hii ambayo imegawanyika katika sehemu hizo mbili kwa maana 4 mpaka 12 ndani ya nchi, 12 mpaka 20 nje ya nchi, ni maandalizi ya kipekee na ya aina yake. Maandalizi ambayo lengo lake ni kutufikisha kwenye malengo tunayoyahitaji, kutufikisha katika mafanikio. Tunahitaji Afrika wajue kwamba Tanzania ipo juu kwa sasa katika soka la wanawake. Tanzania ni mabingwa wa soka la wanawake Afrika. Masao Kurigabwire yakizidi kutamba na timu yake ya JKT Queens kwa wakati huu ni mshike mshike. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Huu ni mshike mshike. Maboresho katika eneo la kuchezea uwanja wa Al Hassan Mwinyi Tabora yamefika katika hali nzuri, na kinachosubiriwa kwa sasa ni ukaguzi kutoka kwa maofisa wa bodi ya ligi TPLB. Juma Kapipi ametembelea uwanja huo na kututumia taarifa ifuatayo. Shughuli ya kufanya maboresho katika uwanja huu wa Ali Hassan Mwinyi hapa mjini Tabora inaendelea kushika kasi, huku muonekano wa nyasi halisi ukiendelea kuvutia. Meneja wa uwanja huo wa Ali Hassan Mwinyi, Dickson Abusalom, amedai uwanja umepata tiba ya kudumu, hususan eneo la pitch. Na sasa mpaka leo tuna vifaa vingine tumeleta vya kumwagilizia, unavyoviona hapo. Hali ya kijani imeshakuwa kijani yote toka alivyopiga booster na kumwagilizia. Kwa sasa hali ni nzuri kabisa kama unavyoona. Tunaweza uwezo wa kumwagilizia maji asubuhi na jioni. Ndio tunafanya hiyo taratibu. Kwa lita bado hatujazipima, lakini kile kisima tunaambiwa kwa siku tunaweza kupata lita 25,000. Chama cha soka mkoa wa Tabora Tarefa kimeridhishwa na hatua iliyofikiwa katika uwanja huo. Kwa hiyo sisi tupo tayari kama ambavyo bodi ya ligi walitupa maelekezo pamoja na TFF. Tumerekebisha pitch kwa kiwango kikubwa kabisa kama ambavyo unaiona. Iko tayari kutumika kwa michezo yote ambayo inasimamiwa na bodi ya ligi, na kilichobaki kinachosubiriwa ni tamko kutoka kwa mamlaka hizi kufungulia huu uwanja ili kuondoa taharuki kwa mashabiki, na wajue kabisa kwamba mchezo unaofuata utachezwa hapa. Lakini hili lote litatokana na pale ambapo wakaguzi kutoka kwenye hivyo vyombo viwili vikubwa TFF pamoja na bodi ya ligi watakapofika kukagua na kujiridhisha. Lakini kwa hali ya kawaida nafikiri inaonekana pichi imekaa vizuri. Kando na hapo, Tarefa imetoa rai kwa timu za ligi kuu Tanzania bara kuangalia namna ya kutumia uwanja huo wa Ali Hassan Mwinyi kama uwanja wake wa nyumbani, bisha kutokuwa na tatizo tena. Kwa hiyo ninachotaka kuwahakikishia mashabiki wa soka wa mkoa wa Tabora na nje ya mkoa wa Tabora ni kwamba uwanja wa Ali Hassan Mwinyi utatumika kwa muda wote. Uko tayari kutumika kwa muda wote. Eneo la kuchezea litakuwa tayari kutumika kwa muda wote. Majukwaa yatakuwa tayari kubeba mashabiki wa aina yote kulingana na capacity ya uwanja huu. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha. Tupo tayari kuzihost timu za aina yoyote katika mkoa wetu wa Tabora. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Tuweze kusubiri kile kilichozungumzwa. Uongozi wa TRA United umetoa mapumziko kwa wachezaji wa kikosi hicho, wakati huu mapumziko kupisha michezo iliyomo katika kalenda ya FIFA. Akizungumza na Azam Sports, ofisa habari wa TRA United Christina Mwagala, baada ya kukamilika kwa mapumziko hayo, kikosi cha Tabora United kitaanza maandalizi kuelekea michezo inayofuata ligi kuu ya NBC. Kikubwa, unajua katika msimu huu wa 2025-26 wachezaji karibu wote wachezaji wengi ni maingizo mapya. Kwa hiyo bado tulikuwa hatuna ule muunganiko mzuri. Kwa hiyo katika hizi mechi mbili ambazo tumecheza, mechi dhidi ya Dodoma na mechi dhidi ya Pamba Jiji, tunaamini sasa kuna kitu ambacho kimekwenda kuongezeka. Kwa hiyo hizi sare mbili ambazo watu wameziona, hizi mechi mbili, tunaamini kabisa kwamba mechi inayokuja tunakwenda kupata ushindi, kwa sababu baada ya mapumziko haya kila mchezaji atakuja sasa katika hali ya tofauti, katika morali ya tofauti, na kwa sababu hata wachezaji wenyewe pia hakuna mchezaji hata mmoja ambaye anafurahia matokeo ambayo tumeyapata. Kila mmoja ameona kabisa kwamba
kikubwa ambacho sisi management tunafanya na tunatimiza wajibu wetu kwa 100%, lakini tu kwa bahati mbaya matokeo yamekuwa ni changamoto. Na kwa sababu tunasema mpira wa miguu na matokeo matatu, lakini si tokeo ambalo tunalolihitaji kama TRA United Sports Club ni matokeo ya kupata ushindi. Klabu ya Coastal Union na Mangushi kutoka jijini Tanga imetoa tathmini baada ya mechi zake 3 za ligi kuu ya NBC, ikisema msimu huu ushindani wa ligi ni mgumu kwani kila timu imejipanga kufanya vizuri. Akizungumza na Mshike, ofisa habari na mawasiliano wa Coastal Union Hussein Mchomvu Diego amesema kila timu imejipanga msimu huu, huku akiongeza kuwa wapo kwenye mchakato wa kutafuta kocha mpya baada ya kuachana na kocha wake Ali Mohamed Amer. Ni msimu ambao kila mtu amejipanga kadri ya uwezo wake. Kila timu imejaribu kufanya maboresho kwenye kikosi chake, lakini hata sisi pia Coastal Union tumefanya maboresho kwenye timu yetu. Tuna idadi kubwa sana wachezaji wengi wapya ambao kama mipango itaenda sawa, wakikaa vizuri na pattern ikisimama, basi hakuna mtu yote ambaye atamani kucheza dhidi yetu. Tutamshinda kila tutakayekutana naye kwa namna yoyote ile. Umezungumza pia sehemu ya mwalimu. Tumetoa taarifa rasmi ya kuachana na kocha wetu Ali Mohamed Amer kwa makubaliano ya pande zote, yani sisi na yeye tumefika tamati. Tumeona sasa tusitishe kandarasi, then mabadiliko mengine yafanyike. Kwa hiyo muda mchache ujao inshallah, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, tutatoa taarifa ya mabadiliko ya benchi la ufundi na muundo mpya ambao kiambatana pia na kumjua kocha mpya ambaye atainua Coastal Union kwa michezo ya ligi kuu ya NBC. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Dr. Patrice Motsepe amethibitisha kuwa atashiriki vikao vya kanda 6 za nchi wanachama 54 wa CAF. Vikao hivyo rasmi vitaanza kesho na kumalizika Jumamosi hii, na baadaye kufuatiwa na mkutano mkuu wa 47 wa shirikisho hilo utakaofanyika Jumatatu ya Oktoba 6 mjini Kinshasa, DRC. Hivi ni vikao muhimu kwa CAF ambao wapo katika mchakato wa kuimarisha mahusiano na maendeleo kwa kanda zote barani Afrika. Kesho kutakuwa na vikao vya kanda 2 pekee ambazo ni UNIFAC na COSAFA vitakavyodumu kwa saa moja, wakati Ijumaa ni mwendelezo wa kanda zingine 4 za WAFU B, WAFU A, SEKAFA na UNAF. Ushiriki wa Dr. Motsepe unatajwa kuwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa karibu wa ujenzi wa mahusiano mazuri na nchi wanachama kupitia mifumo na miundombinu ya vyama na mashirikisho, lakini kubwa ni kuruhusu majadiliano, kutazama fursa na changamoto mbalimbali pamoja kwa mustakabali wa maendeleo ya soka barani Afrika. Ligi kuu ya mpira wa netball Tanzania bara inayoshirikisha timu 13 imeendelea katika viwanja vya shule ya sekondari ya Tabora wasichana, huku ushindani ukionekana kuwa mkubwa. Juma Kapipi ametuandalia taarifa ifuatayo. Viwanja vya shule ya sekondari Tabora wasichana sasa ni bandua asubuhi, mchana na jioni, timu zikiendelea kutoshana nguvu. Timu zinaendelea kuoneshana umwamba. Sheria 23 za netball zinatafsiriwa kwa vitendo uwanjani, wakati wachezaji wenyewe wakivuja jasho kusaka ushindi wa halali. Katibu mkuu wa chama cha netball Tanzania Hilda Mwakatobe ametamba ligi hii imeonyesha ukubwa wake tofauti na msimu uliopita. Kwa kweli timu zote zinatuonyesha kwamba zimejiandaa kwa ajili ya ligi, tofauti na ligi zote tunazowahi kufanya. Kama chama cha netball tunafarijika sana kwa sababu tunaona mchezo umekuwa na ushindani ni mkubwa. Kadri ushindani unavyoonekana uwanjani, lakini vipaji navyo vimekuwa gumzo. Hata timu ambazo ndio mara yake ya kwanza kushiriki msimu huu wa ligi zimeonyesha uwezo wake, kuanzia kwa mchezaji mmoja mmoja. Lakini lengo la mimi na wachezaji wenzangu wengine wote kushiriki haya mashindano ni kuonyesha vipaji tulivyonavyo, ili kuangalia namna gani tunaweza kupata nafasi kwenda kucheza kwenye timu zingine kubwa. Ukishaingia uwanjani ukafanya mazoezi, huwezi kuogopa kucheza na mtu yoyote. Cha msingi tu uwe na mazoezi ya kutosha na namna ya kukabiliana na unaocheza nao mpira. Wanajiamini, na lengo langu mimi, sisi kama Compassion, ni kuibua vijana wadogo wajiamini, wakuze vipaji vyao vionekane. Kuja kushiriki hapa, yani kwanza wamepata exposure moja kubwa sana, alafu wamepata ile nguvu ya kujiamini na kutambulika, na hata wakiwa uwanjani wanacheza vizuri sana, hamna kitu wanachokiogopa kwa kujiamini. Baada ya hizi timu 13 kushindana, timu 7 za mwanzo zitakwenda kwa ajili ya ligi ya muungano ambayo tunatarajia kwa mwaka huu 2025 tutafanya Zanzibar. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tutapata wachezaji wa kutoka Zanzibar na wa kutoka Tanzania bara ambao watatengeneza Taifa Queens, na timu hiyo itakwenda kushiriki mashindano ya Afrika ambayo yanatarajia kufanyika mwezi Novemba nchini Malawi.
Ligi kuu ya Netball Tanzania mwaka 2025 imezishirikisha timu za majeshi ya Tanzania, taasisi za umma na timu za watu binafsi, ambapo fainali itafanyika Oktoba 6 mwaka huu. Juma Kapipi, Azam Sports, Tabora. Mashabiki wa FC Barcelona wataendelea kusubiri kwa muda kuiona timu yao ikirejea kwenye uwanja wao nyumbani wa Camp Nou baada ya mamlaka za mji huo kutotoa idhini ya uwanja huo kutumika kwenye mchezo wa Ligi ya Mabingwa barani Ulaya dhidi ya Olympiacos ya Ugiriki. Taarifa ya Barca iliyotolewa leo Alhamis imesema bado uongozi wa klabu hiyo unapambana kutafuta kibali kutoka kwa mamlaka za serikali kupata idhini ya kuanza kutumia uwanja huo wenye uwezo wa kubeba watazamaji 105,000 baada ya kufanyiwa marekebisho makubwa. Ufunguzi wa Camp Nou ulipangwa kufanyika Novemba 2024 lakini ulichelewa kutokana na kusuasua kwa ujenzi wa uwanja huo, huku sasa wataendelea kutumia uwanja wa Johan Cruyff unaobeba watazamaji 6,000 kwenye michezo ya La Liga inayofuata dhidi ya Getafe na Valencia. Barcelona bado na kuendelea kusalia katika viunga vya Johan Cruyff. Tuangazie taarifa nyingine ambapo mashindano ya mchezo wa tennis yanahusisha watoto wenye umri chini ya miaka 11 mpaka 14 yanataraji kuanza weekend hii katika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, ambapo watahusisha wachezaji kutoka ndani na nje ya Dar es Salaam. Mashindano ya watoto yatakuwa Jumamosi na Jumapili ya miaka 14 kurudi chini. Kwa hiyo tunategemea kupata watoto kwa miaka 14 hadi 14 hadi miaka 11 ndio watacheza, kwa sababu wengine watakuwa wadogo sana, wengine watakuwa wakubwa sana. Kwa hiyo huwa mikoani ilichezwa sana, lakini sasa hivi tunafanya hapa Dar es Salaam, karibu ndio tunaenda mwisho wa mwaka ili tuweze kupata timu yetu ya mwakani pia ya Tanzania. Kwa hiyo watoto watategemea, hadi sasa tuna watoto kama 37, lakini wanategemea kufika 40, ila tu mikoani ilikuwa wanafika mwisho 30. Mchezo wa tennis umekuwa ni miongoni mwa mchezo pendwa sana, lakini pia kwa barani Ulaya huko duniani wanataka mafao yazidi kuongezeka zaidi, kwa ni jambo jema sana. Tujikumbushe yale tuliokuwa nayo katika mshike leo usiku. Klabu ya Simba yathibitisha kocha mkuu mpya kuanza kazi Jumatatu ijayo. Wanachama wa Young Africans watulizana kuhusu Romain Folz. Na FC Barcelona yenyuma kibali kurejea Camp Nou. Ni hayo tu tulikuwa nayo usiku wa leo. Naamini kwamba imekuwa siku yako njema na nzuri sana, lakini kwa mwaka huu 2025 zimebaki siku 90 tukuweza kumalizika. Je, shughuli ipoje kwa wakati huu? Mimi ni Said Salim Msumi. Malengo ni muhimu sana kuweza kuyatimiza.